Zima kabisa. Salama. Unajua mimi wewe ni mzuri sana. Unavutia, una kila sifa ambayo wanaume aina yangu lijali, mwenye hisia kamili. Hawezi kuruka, hawezi kung'oka mimi. Hata lifestyle yako kidogo nimefuatilia kwa uchache. Nimetokea kupendezwa na wewe, yani nisizunguke sana. Ningetamani tuwe wapenzi. Mimi na tuanzishe mahusiano ya kimapenzi. Ikiwezekana hata baadaye kama tutaendelea kuwa na maelewano sawa na upendo zaidi, tuoane. Sina nia ya kuchezea wala nini. Nikiongea sana tuonekana kama tunajua tena. Ni hivyo tu, nimekupenda mimi. Sawa, nimekuelewa. Umenielewa vipi yani? Kama umenichanganya hivi. Umeniacha dilema hapo. Ndio ongea vizuri endapo tutakutana siku nyingine. Bila kwa leo naomba niache kwanza. Ungenipatia mawasiliano yako hapa ili mambo mengine yaendelee. Ona mwenzako nakupenda, mi bado nakupenda, we mbali umekwenda, ingali nakupenda. Mwenzako nakupenda, mi bado nakupenda, we mbali umekwenda, ingali nakupenda. Shoga yangu. Na huyu shoga yangu katika pitapita zangu nikakutana na mmoja Jamali. Shoga yangu unajua analia. Analia? Analia. Analia nini? Anasema bwana yake haonekani. Haonekani? Sasa na yule bwana alivyo malaya. Afu eti anasema eti kwamba amepotea kimazingira kutatanisha. Ni uongo mtupu. Hata hajapotea. Yule bwana malaya. Amefungiwa majumbani ninavyokuambia. Sema tu mwenyewe ndo ajue. Kwa amependa sana yule bwana malaya tu. Tena sasa mimi mwenzako unavyonijua. Nikamwambia basi pole. Yaani sijapata picha. Namwambia vipi ameondoka kuanzia lini? Mtukia jana. Haonekani. Sasa unanijua tena shoga yangu. Napo leo unafiki pole wewe. Maskini yule mwanangu kama namuona. Wewe na alivyo na sura ya huzuni sasa. Hamu sina. Shoga yangu na sidhani kama yule mtoto amekunywa chai ile asubuhi. Wewe sasa. Safi shemeji. Mi bado nakupenda, we mbali umekwenda, ingali nakupenda. Mwenzako nakupenda, mi bado nakupenda, we mbali umekwenda, ingali nakupenda. Kisa pesa ukanifanya mimpweke, sina dolari la kukupa ili ulizike. Chanda chema wanasemaga uvishwa pete, ila da nambulia mateke. Mapenzi na pesa, pesa na mapenzi, akili umeteka, ya kwako imechenji. Mapenzi na pesa, pesa na mapenzi, akili umeteka, ya kwako imechenji. We kitu gani ulichotaka tia kupotea? Shahidi manani ulichotaka likupatia? Ila zalani vilago vyangu kanitupia, bwani juani mwambuli umetobokea. Ona mwenzako nakupenda, mi bado nakupenda, we mbali umekwenda, ingali nakupenda. Mwenzako nakupenda. Shemeji. Waje tena. Wewe. Hivi tena mbona? Bali mimi naondoka. Kuna issue moja tamani nikuelekeze.
Sawa. Kwa kuwa wewe ushakuwa ni ndugu yangu wa karibu sana. Yeah, kabisa. Da. Kwa hiyo na imani vitu vingi sana nitakuwa na share na wewe. Sawa sawa. Mimi bana, yaani unataka kuondoka. Unaenda wapi kaka? Na mbona kama imekuwa ghafla? Sababu mara mwisho mimi tumekutana juzi kati na sikumbuki kama kwenye maongezi yetu niambia habari za safari. Ndugu yangu, naomba kwanza nisikilize, na mengine yatafuata. Nimeamua kufuata wewe kama ndugu yangu wa karibu, niweze kuelekeza na imani utatunza hii siri. Sahi. Kutokana na ninavyochungwa pale sana nyumbani na mke wangu, nikiweka wazi kwa mke wangu kuhusu hili, na imani ataumia sana. Sasa uone kama kuto kumwambia ndio kutamuumiza zaidi. Tafadhali ndugu yangu, ili swala tubaki mimi na wewe tu ambao tunalifahamu. Kwa namna fulani kama nakuelewa, lakini kuto kumwambia kaka, sawa. Wewe ni mtu mzima. Na imani mpaka yani umefikiria ukachukua wewe maamuzi ya kutoka kumwambia mkeo kama unaondoka. Una maana yako. Kwa hiyo kwangu mimi hilo sio swali. Sisi ndugu bana. Hilo nitaliweka. Talihifadhi. Sasa wewe umesema kesho kutwa? Ndio. Mimi naondoka usiku wa leo. Kaka leo? Yeah. Kwa hiyo katika hili na imani hautaniangusha. Siwezi kuangusha. Sawa. Kwa makini mzee. Au sio? Siwazi. Sawa, haina shida. Kwa hiyo mimi kuna sehemu na waya kwa mara moja. Sawa. Mbele yao. Haina noma. Sawa. Shemeji. Nisikize shemeji yangu. Mumeo mimi ni kama ndugu yangu. Kwa hiyo najua kwamba sasa upo kwenye wakati mgumu. Najua unaumia sana. Lakini mimi labda nikuondoe wasiwasi shemeji yangu, sawa? Mimi na wewe kwa muda huu sasa itabidi tu tushirikiane, sawa? Usilie sasa shemeji, usilie, jikaze. Naelewa kwamba upo kwenye hali ngumu, naelewa shemeji yangu, lakini jikaze mama. Haya yana mwisho, yanapita yote haya, sawa? Hapo. Kwa shikamoo. Marhaba. Poa kabisa? Sasa na kipengele kimoja hivi. Bwana dadako anatafuta kama mara mbili mara tatu kwenye waya, anavuta sana waya simpati. Nafikiri tatizo ni nini? Sasa hivi. Wewe ukifika nyumbani, mwambie bwana mimi nitafuta. Sawa? Kwa kama yote kwa njia yote, aje kijiweni pale, aje maskani freshi. Hata mtaani atageto pale aje kanyagie tu. Sababu unajua mimi kwa sijiwezi. Unajua mwenyewe. Ufanya hivyo. Au sio? Ujumbe. Haya, nikienda kule nipeleka salama nataka zawadi. Kwa kufanya hivyo kama mwambie aje bwana amekutana zungu la madaa Pablo kama Pablo, au sio? Ndio nakukubariki shemeji yangu. Shem darling. Fanya hivyo shemeji. Sawa. Ona umeondoka ndoka na moyo umeshona, mengine stamani ya nina kwako nifika, umemuacha. Mama. Mbona mawazo sana? Hamna mwanangu, kawaida tu. Alafu baba yupo wapi? Babako Ingali nakupenda. unaenda wapi? Nenda kumangalizia Jamali maandazi. Sawa, basi usielewe. Unajua chai tayari, afu chupa mwanao amevunja huyo. Jamali. Chupa umevunja kumbe? Jamali, punguza mautundu Jamali. Sawa. Basi sawa make, ngoja watu tukaangalie maandazi kwa tunarudi sasa hivi. Basi usielewe, mimi nawasubiri tule. Haya, usijali. Ona umeondoka ndoka na moyo umeshona, mengine stamani ya nina kwako nifika, umemuacha mtoto wetu anakulizia tena na babazo kwapi mama anakulilia, ila one day anawa Dasala. Ukisikia kutoboa mwaka huu ndo huko. Mwenzangu simu hilo umelitoa wapi la kutoboa? Yaani hapo azali hata ningekuwa natoboa mimi jamani. Nani anayetoboa tena? Ni wewe. Dasala.
nimekutana na mkaka huyo. Mungu wewe, na ulivyo hivyo kama ninavyokujua. Shogangu, kuna mkaka si ameniagiza, ameniambia kufikishia ujumbe wako. Anasemaje? Anakutaka. Sijui unanielewa? Huyo mkaka kijiji kizima hiki, kila mwanamke lazima atatamani kuwa na yeye. Yaani mkaka na hela, mkaka Isamboi, mkaka anavutia. Yaani ukimwona umekutana nayo? Dar es Salaam nimekutana naye, yani hivi macho kwa macho. Sasa wewe ndugu yangu, ni sawa, mimi vitu vyote unavyonileteaga napokea na tunaongea vizuri. Umeshawahi kuniona mimi na mwanaume ambaye nimetafutiwa na rafiki kweli? Dar es Salaam, fungua akili yako Dar es Salaam. Yaani ukiona nimekuletea hizi habari, basi ujue hizi habari ni kweli moto moto. Wewe kwa habari nakujua, ila sikushangaa, ila cha msingi mwambiaje mwenyewe. Dar es Salaam, machimbo kama haya yanatokea mara mbili Dar es Salaam. Hapo nimekuelewa. Mimi kuhusu swala kwenda kumwambia kwamba aje mwenyewe, hilo halina shida. Ila ninachokiomba mimi, naomba tu balie maana. Huko usiende mbali, mwambie aje mwenyewe, kitakachoendelea utakiona. Shogangu, kwanza unajua kata kubadilishia maisha. Hata mimi naweza nikafaidika kupitia wewe. Kwanza unaiona hii nyumba yenu hii, anaibadilisha kwa siku hii. Sikiliza nikwambie. Mwambie aje kwanza. Mambo mengine majibu yatakayoendelea utayaona, lakini masuala ya kusema sasa hivi nisikuangushe uongo. Mwambie aje kwanza. Shogangu, simalizaki kikao mimi. Nitafikisha salamu ila usiniangushe. Sawa, kamwambie aje mwenyewe. Mimi huyu. Think I ain't saying shit, this is mathematics. You can add me, not subtract me, I'm divisible by 2. If a label wanna think I ain't saying shit, this is mathematics. With insanity, the second is the vocals and I do that uncanny. Unsigned hype, climbing up a mountain, I'm due for some bark. Insanity, the second is the vocals and I do that uncanny. Unsigned hype, climbing up a mountain, I'm due for some bark. Insanity, the second is the vocals and I do that uncanny. Unsigned hype, climbing up a mountain, I'm due for some bark. Mountain, I'm due for some bark. Wewe dogo. Njoo wewe. Vipi kavu? Mbona wewe njoo. Wewe. Wewe dogo kavu nini? Alichokusudia mbele zako na kuita hapa. Unaita dharau au sio? Utapita hapa. Dogo wangu ndio anapenda nguvu za giza mbona. Mi bado nakupenda. We mbali umekwenda. Ingali nakupenda. Alafu dada, nimesahau kufikisha taarifa. Asubuhi muda natoka hapa nyumbani nenda sokoni. Nimefika pale nimekutana na shemeji. Amesema hivi, umtafute kwa njia yoyote ile. Iwe kwenye simu, uende getu, uende maskani, lakini anakutafuta. Umaliza. Yule kijana chizi. Naona sasa hivi anataka kunipanda kichwani. Sasa nisikilize. Mimi ni dada yako. Siku nyingine ukutana naye, mwambie tena akome kabisa kukupa taarifa zake. Sijui unanielewa? Sawa. Niondokea. Mi bado nakupenda. Mtu ovyo. Yaani mambo yangu mimi na yeye anakuja kabisa anamshirikisha mdogo wangu. Hivi ana kitu mamu yule. Hivi ndio. Naam. Kwani yale masuala ya uvuvi yale vipi? Yanaenda vizuri kabisa. Vizuri, lakini tena jana katika siku ambayo ilikuwa mzuri kazini ni jana. Jana nilipata samaki wengi sana. Naam. Vipi, unahitaji samaki leo? Hamna, naona nikijaga kule sikukuti. Mara nyingi waga nikishatoka baharini, nikishaleta hivi samaki, waga sio mkaji. Kwa hiyo nikishafikisha tu waga najua kabisa mbele yao. Jana kuna sehemu nimekuona pale unacheza baba. Kweli mara nyingi waga anakaa pale nikishatoka baharini kidogo
Kapa anacheza kidogo bao, draft kidogo kuchangamsha akili. Unajua ndio mchezo wenyewe ambao tuna watu wa pwani sisi bwana. Hata kukusalimia. Mambo mengi. Naam. Hamna. Unajua tena salamu muhimu. Ni kweli salamu muhimu. Na nashukuru pia kwa sababu kwa kuwa kuna namna fulani. Ila unajua mimi namba yako sina, kwa hiyo siku nikihitaji samaki mimi nakupigia. Namba. Okay, kwa ajili ya biashara, si ndio? Au inawezekana. Sasa namba sawa. Shahidi Manani, ulichotaka likupatia, ila zalani vilago vyangu kanitupia. Ukiweza unaweza ukasave hapo mvuvi maarufu. Asante. Ukipata wateja unanistua. Takutana baadaye. Sawa na shida. Salimia. Wenzako nakupenda, mi bado nakupenda. We mbali umekwenda, ingali nakupenda. Ona umeondoka ndoka na moyo umeshona, mengine stamani ya nina kwako nifika. Love. Mambo. Poa mambo. Fresh. Dimu mtu wewe. Unajua mimi sipendi kutembea. Alafu mbona hivyo? Hapa. So kwa wadimu. Alafu mbona hivyo nyinyi uso una nuru hivi? Mbona kawaida tu nimechangamka. Kweli. Okay, sikia. Unajua nilikuwa napita hivi na wakati alipofanya mambo yangu. Nimekuona hapa nimeona kwa nini mimi nichelewe siongee ukweli. Unajua ni mwanamke mzuri sana. Ndio. Unaongea na nani hapa? Au unataka kunichosha tu niongee sana? Wewe ni mwanamke mzuri sana. Alafu nimepita kama mara 2 mara 3 pale kwenu. Mara nyingi nikipitaga hivi na pikipiki yangu. Uko ndani umekaa kama mara 4 mara 3 kila nikipita. Yaani pia nakuona kama uko sawa. Sina haja kuchafucha maneno au kuzunguka sana. Mtu kama wewe unafikiwa na mfano. Watu ambao tunaweza kukupa furaha. Kwa hivyo ulivyo. Nadhani kama unaweza kupata furaha hiyo. Nachomaanisha nakupenda. Sawa, nimekuelewa. Lakini naomba unipe muda. Kitu ambacho sikipendi kutoka kwako ni hiyo. Yaani unakaa muda mrefu. Unawaza sijui mtu ambaye yuko huko au jui kaenda wapi alipoondoka wewe. Si tu wewe mkaka wewe. Tena usitaki kugopa ndo wangu wa pili. Leo nazungumzia mume wangu. Nini? Wewe kuhusu mume wangu anakusini. Au ndo umemtorosha eh? Sasa mimi namtorosha vipi mume? Alafu kama unataka vile umekuwa mkali hapa vipi? Wewe ushanibadilishia sura. Au ndo umemtorosha mume wangu wewe? Au unapeleka kwa mwenyekiti usichanganye. Mwenyekiti tena love nini shida? Sasa mume wangu anahusu nini hapa? Wewe unanitaka mimi. Inahusu mpaka mtaje huyo mume wangu. Mimi nakuelekeza tu. Sio kunielekeza. Kwanza ushaniharibia hiyo mudi yenyewe, ondoka. Kwa kaka ingine bana, nitakuja kutongoza nitaje mume wangu. Usijiongelee tu pako. Hivi mdogo wangu, kwa nini nimebadilika kiasi hiki? Nikajua labda ni mambo ya mtaani, lakini bado ninaendelea kupigia simu hata na ndugu kwamba walikuwa wanapewa taarifa zako za wewe kubadilika. Kwa nini umekuwa hivi? Tatizo sio ni mimi, tatizo ni mama mdogo. Amekufanya nini? Nikamwambia anipe hela madaftari atatu. Anasema nikusubirie wewe. Sikiliza nikwambie. Elimu unayoitafuta wewe ni ya kwako wewe peke yako na wala sio ya mtu mwingine. Alafu kama mama mdogo alikunyima hiyo hela ya madaftari, usingenipigia mimi simu? Muda mwingine anakuwa ananigomea, ananiambia vitu vinavyofanyika ndani mimi sikuambie wewe. Shuleni kwako hakuna walimu? Wapo. Hawana simu? Wanazo. Namba yangu hauna wewe? Kama
kama unajua kwamba ni kweli mimi hapa hii elimu ni ya kwangu mimi na namba ya dada mimi sina, kwa nini usikae muda wote ule, hata muda ambao unapigaga simu namwambia mama mdogo mpatie wewe simu niongee naye, na nakupatia simu tunaongea. Kama kweli unashindwa kuchukua karatasi ukakopi ile namba ukaenda kwa mwalimu kumwambia mwalimu, naomba umpigie dada na shida naye kwamba sina madaftari, sina hiki na hiki na hiki, kwani mwalimu atashindwa kukuelewa wewe? Tabia hizo ulizozianzisha za kutokufika shule, za kukaa nyumbani sizitaki. Nimesharudi, naomba muda wote uwepo shuleni. Ukikosea kitu chochote kile kwa mwalimu unahitaji msaada wangu niambie. Umesikia? Sawa, nimekuelewa. Basi sawa, wewe nenda kaendelee na shughuli zako. Jiandae vizuri, kesho nitakiwa kwenda shule. Shikamoo. Marahaba. Fresh kabisa. Wapi unatokea? Nimetokea nyumbani naenda huko Mkanyaga. Okay, sawa. Shule ulienda lakini? Shule nimeenda. Okay. Napata soda kama mandazi. Asante. Poa. Mpenzi bwana, kuna moja na mbili na kwa nasema. Sababu jana nimekurukia waya vizuri, tumeongea vizuri bwana, tokea magetoni saa 2, saa 3, saa 4 mpaka saa 7 sikuoni. Asubuhi hadi imeisha na kuona. Mbona kama unabadilika kama mpenzi eh? Lakini si nilikwambia ni shida. Shida gani? Mama amezingua. Sasa kwa hiyo mamako kuondoka? Ndio. Unazingua hata mimi sikuamini. Yaani kuna mchezo na mchezo. Amna bana, mimi amna mchezo wote tunachezea. Ila ni mama tu ndo alikuwa na shida. Sasa sikiliza. Jana umezingua. Sasa leo ufanye kama jana. Mimi nimekumisi ujue. Amna bana mpenzi. Shanza kulingalinga hapo, shazio udhaifu wangu basi ndio wewe shanza mpenzi sijui nini afu wewe. Sasa sikiliza. Wewe unabidi utokee. Yaani utokee, yaani sio kama jana, kurudi kama jana. Tunagombana. Ila hata sijali. Mapema tunaingia. Mapema. Yaani ukianza hivyo tu unakuwa ndio. Sasa sijui tunaanza kula tule au inakuaje? Utachagua wewe, au chagua mimi sababu. Sawa baba, nimekuelewa. Au sio? Basi fanya hivyo. Mama, wewe bwana. Jana nimekutana na mjomba Bobu. Bobu? Zile vitu nilizokupatia ela alinipa ele. Ndio hivyo. Bobu kaka Kediona. Wewe kuwa makini, sio kila anayekupa ile unapokea wewe. Sawa mama, mimi naenda kucheza. Hivi wewe mimi unanitafuta kitu gani mimi? Kila ninapopita maneno yangu tu ndo unayasambaza mtaa mzima. Unajifanya unanijua sana. Urafiki wetu ulikuwa wa mwanzoni, sio sasa hivi. Tangu nimerudi ulishawahi kuniona mimi na kufuatafuata? Ulishawahi kuniona mimi nakuja kwenye maisha yako tena? Sikiliza nikwambie. Sitaki unafiki. Niliondoka hapa wala haukuwahi kunitafuta wala kunipigia simu. Haukuwa na simu wewe. Lakini sasa hivi nimerudi mnajifanya kunijua sana. Sitaki ujuaji kwenye maisha yangu. Kama ni ubesti naweza kutafuta besti yoyote yule na nikawa naye kwenye maisha yangu. Na wewe unaweza kutafuta rafiki yoyote na uliweza kuishi wakati mimi sipo. Sio sasa hivi wakati nimerudi unajifanya sana, unaongea sana. Mambo yangu usambaza mtaani sitaki. Jiheshimu binti, jiheshimu kama ninavyokuheshimu. Sijawahi kukusema sehemu yoyote wala hujawahi kusikia chochote kwangu. Mi bado nakupenda. Kaondoka yeye. Alipanda meli, alipanda ndege. Kupanda tu gari apata ile 4. Kwenda hapo tu na kurudi eti kusema niliondoka. Eti kujuana, mimi ndio shida kujuana na yeye. Aende zake huko. We mbali umekwenda, ingali nakupenda. Shoga yangu. Udugu wangu wa faida. Na ninavyokujua. Mkaka yenyewe ndio yule.
Sijui unamuona? Yule ndo tajiri mwenyewe. Kwa hiyo sasa ukishatoka hapo, sio niangushe pale. Hey. Yaani kwanza kuwa mwenye matashiti yako kama ninavyokujua, sijui unanielewa. Linga mtoto, ukishafika pale. Si unajua mambo ya matajiri nini ile? Niangushe huko. Sina pesa na mapenzi, akili umeteka, ya kwako imechange. We kitu gani ulichotaka sia kupotea? Shahidi manani ulichotaka likupatia? Ila zalani vilago vyangu kanitupia, bwani juani mwambuli umetobokea. Ona mwenzako nakupenda, mi bado nakupenda. Nilipokea ujumbe mwingi sana kutoka kwa watu mbalimbali, na mara ya mwisho ameniambia shoga yangu yule asubuhi ya leo. Nikaona sio vibaya nije nikusikilize. Ni kweli nimewaagiza mimi yote, na malengo yangu ni ya dhati, isipokuwa nilikosa tu ujasiri wa kuja direct kwako. Kilikuwa kinakushinda? Unajua ulivyo Sara, sio mtu wa kuingilika kwa urahisi, kuna ukali fulani. Sasa nilikosa ujasiri, unajua naweza nikaja kwako alafu usinipokee vizuri, na ukiangalia nyadhifa nilionayo. Wewe si mwanaume lakini. Ni kweli mimi ni mwanaume, kaona sio mbaya nikamwageza rafiki yako Liza. Nashukuru Mungu. Lakini Liza watu wengi sana wanamkataa kumaliza agizo. Wewe unapata ujasiri gani? Badala ungenipata mimi mwenyewe. Sasa basi, nimetafuta sana mwanamke wa kuwa naye maishani. Ninakupenda, utajua mke wangu. Ona mwenzako nakupenda, mi bado nakupenda. We mbali umekwenda, ingali nakupenda.